Siku ya jana kwa majina yangu ninaitwa mtumishi wa Mungu Elisha Dismas Manamba. Nikasema ya kwamba lile Manamba unaweza ukalichukua kwa urahisi sana, kwa sababu linaeleweka. Manamba mimi ni Msukuma. Haleluya. Kwa siku ya jana tuliweza kupata utangulizi kuhusiana na kitabu chetu, lakini pia tukaona lengo la somo letu, lakini pia tukaanza kutembea katika pointi ambazo tulikuwa tukiziona kwa wazo kuu ambalo lilikuwa limebeba faida za kumfuata mwamba Kristo. Tukaona kama faida mbili, lakini pia jioni ya leo natamani nizungumze nawe kwa faida za kumfuata mwamba Kristo kwenye maisha yetu. Ziko faida mwana Mungu za kumfuata mwamba Kristo juu ya maisha yako. Msingi wa imani yetu na tumaini la imani yetu limewekwa juu ya mwamba Kristo peke yake, juu ya mwamba Kristo peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Jana tukaona utangulizi wa kitabu chetu, tukasema kitabu cha Yohana kimeandikwa na mwamba Yohana mwenyewe, ndiye alikiandika hiki kitabu. Lakini pia tukasema Yohana ambaye ni mtoto wa Zebedayo, baba yake alikuwa ni Zebedayo. Mwamba huyu alikuwa ni mvuvi mashuhuri, alikuwa akieleka kwa uvuvi. Huyu mwamba alikuwa ni mvuvi kweli kweli, lakini ndiye aliyemzaa Yohana. Lakini tukamwona mama yake ambaye ni Salome, mama yake ambaye ni Salome. Maandiko yanatueleza yeye ni mfasi halisi wa Bwana, kama ambavyo wewe ulivyo mfasi halisi wa mwamba Kristo. Ndio maana uko mahali hapa, kwa sababu wewe ni mfasi halisi wa mwamba Kristo. Haleluya. Lakini pia tukaona lengo la somo letu, nikauliza kwa nini tuende kwa Yesu? Kwa nini ni operation tuende kwa Yesu? Ndani yake kuna lengo. Nikajaribu kutokeza kwa mfano. Unaweza ukawa shule unafundishwa kwa lengo kwa nini wakoloni walikuja Afrika. Lengo la wakoloni kuja Afrika lilikuwa ni lipi? Maana tukasema ni kupola malighafi iliyoko mahali hapa Afrika. Ndilo lengo ambalo lilikuwa limebebwa na wakoloni. Kwa hiyo vivyo hivyo hata somo letu pia ndani yake limebeba lengo. Ndani yake pia kuna lengo. Kwa hiyo lengo la somo letu tukasema ni kuitambua njia iliyo ya kweli kwenye maisha yako. Lakini pia tukasema kuna njia nyingi duniani ambazo mwanadamu anaweza akachagua. Akasema mimi niko napita kwa hii njia, lakini mwingine akasema mimi napita kwa hii njia. Kwa hiyo ni namna ya kuchagua njia yenye unataka pita, njia ambayo unataka pita. Lakini somo hili linatutambulisha kwamba tuijue njia iliyo ya kweli juu ya maisha yetu. Manake tumjue mwamba Kristo juu ya maisha yetu, yeye aliye msingi wa imani yetu. Imani yetu iko katika msingi wa mwamba Kristo pekee na sio katika mwanadamu. Maana tunasema kuitambua njia iliyo ya kweli kwenye maisha yako. Lakini pia tukaona faida kadha wa kadha. Tukaona faida ya kwanza, mahali pale tuliona faida ya kwanza ya kwamba mwamba Kristo anatusaidia ama anatupatia maneno yaliyo ya uzima kwenye maisha yetu. Tukasema ya kwamba kuna maneno mengi sana duniani, watu waga wanaongea sana na wanajua sana kuzungumza, lakini mwamba Kristo tukasema anayo maneno ya uzima juu yetu. Tukasema na maneno yale yaliyo ya uzima juu yetu. Simoni Petro akasema basi twende kwa nani? Maana kwako wewe kuna maneno ya uzima, nasi tumesadiki ya kwa wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo tunaona mwamba Kristo ndiye mwenye maneno pekee ya uzima. Lakini pia tukaona mwamba Kristo anatusaidia kuulisi ufalme wa Mungu aliye hai. Ufalme wa Mungu aliye hai pasipo kuwa na mwamba Kristo hauwezi ukaulisi, hauwezi ukaona ufalme wa huyo Mungu aliye hai pasipo kupita kwa mwamba Kristo peke yake, kwa mwamba Kristo peke yake. Kwa hiyo hayo ndio maeneo ambayo tuliyaona hayo maeneo katika utangulizi, lengo la somo, lakini faida za kumfuata mwamba Kristo. Lakini pia jioni leo natamani nizungumze na wewe, na ninatamani nizungumze hata aliyeko nyumbani, natamani zungumza nawe. Haijalishi kuna mahali watu wamefungwa, lakini jioni ya leo ni jioni ya majibu juu ya nyasaka yote. Jioni ya leo majibu yako, majawabu yako yanatoka kwa mwamba Kristo. Haleluya. Yesu asifiwe. Mwamba Kristo
amebeba majibu ya maswali yetu, amebeba majibu ya maswali yako. Kubali kumfuata leo, kubali kumfuata leo. Tulia katika uwepo na tukamwambia mwamba Kristo, tukayaone haya maandiko vile yanasema, halafu tukamsihi mwamba Kristo. Natamani niende kwa haraka zaidi ili tukaupate muda wa kumwambia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini siku ya leo tunatamani tuione tena faida ya kumfuata huyu mwamba Kristo. Somo letu ni twende kwa Yesu. Operation twende kwa Yesu. Hebu sema twende kwa Yesu. Twende kwa Yesu. Tena twende kwa Yesu. Twende kwa Yesu. Twende kwa nani jamani? Kwa Yesu. Kwa Yesu. Kwa Yesu peke yake ndiko ambako tunatakiwa kwenda. Amen. Wala sio njia nyingine. Njia ambayo tunatakiwa kuiendea ya yeye mwamba Kristo peke yake. Njia ambayo tunatakiwa tuiendee. Ndugu yangu, nakushauri tuifuate njia ya mwamba Kristo peke yake. Lakini faida ya siku leo ambayo tunatamani tuione, faida ambayo mwamba Kristo anatupatia tukimfuata. Mwamba Kristo anahakikisha usalama na ulinzi wa maisha yetu. Hilo ndilo jambo la tatu ambalo tunataka tulione kwa siku ya leo. Mwamba Kristo anahakikisha usalama na ulinzi wa maisha yetu. Usalama wa Kristo unatoka kwa Mungu peke yake. Usalama kwako unatoka kwa Mungu peke yake, na sio katika mwanadamu. Mwanadamu hawezi akakupatia usalama wa maisha yako, lakini usalama unatoka kwa yeye aliye mwamba wetu, kwa yeye aliye jemedari ambaye ni Yesu Kristo. Kuna wanadamu ambao wanasema ya kwamba ukija kwangu nitakupea hiki na hiki, utaona usimba. Sikiliza nikwambie jioni ya leo, usalama wetu unatoka kwa mwamba peke yake, kwa Yesu tu, kwa Yesu tu. Mwanadamu hawezi akaleta usalama na wala ulinzi wa maisha yako. Sikiliza nikwambie jioni ya leo, ninataka nizungumze na Mungu aliye hai. Anataka zungumze pamoja naye, anataka zungumze pamoja nasi. Sikiliza mwana wa Mungu, usalama wako unatoka kwa mwamba peke yake. Fungua tu ile Petro wa kwanza, Petro wa kwanza sura yake ya kwanza na mstari wake wa 5. Petro wa kwanza sura yake ya kwanza na mstari wake wa 5. Usalama wako unatoka kwa Mungu. Usalama wetu uko katika Mungu aliye hai. Tunalindwa na Mungu peke yake, na wala sio waganga, wala sio nguvu za giza, bali peke yake mwamba Kristo ndiye anayetulinda, ndiye anayetulinda. Karibu msomaji uweze kuendelea. Waraka wa kwanza wa Petro, ndio sura ya 5 mstari wa ngapi? Mstari wa 5. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5, sura ya kwanza mstari wa 5. Waraka wa kwanza wa mtume Petro sura ya kwanza na mstari wa 5. Ndio. Nao nasema ndio, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu. Narudia. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu. Tunalindwa na nguvu za nani? Za Mungu. Tunalindwa na nguvu za nani? Unalindwa na uganga, unalindwa na uchawi, unalindwa na nguvu za giza. Tunalindwa peke yake na nguvu za Mungu aliye hai. Na mambo mengi duniani tunayapata kutoka kwa wanadamu. Wao wanatuambia ukija kwangu nina utaalamu wa kuhakikisha usalama juu ya maisha yako, lakini kuna mwamba Kristo anayesema anahakikisha usalama wa maisha yetu, anahakikisha usalama wa maisha yetu. Tunalindwa na nguvu zake katikati ya maisha yetu. Mapito ambayo tunayapitia wanadamu, tunalindwa na jemedari Yesu Kristo. Ndiye pekee ambaye anatulinda, anayehakikisha usalama wako unapokwenda na unapoingia, unatoka unaenda wapi. Lakini nguvu zake pekee ndizo ambazo zinakulinda, nguvu zake pekee ndizo ambazo zinakuwa pamoja nasi. Wanadamu wengi wamezoea kwenda kwa wanadamu. Nisikilize nikwambie, wanadamu hawezi kuhakikisha usalama wa maisha yako, bali mwamba pekee ambaye ni Yesu Kristo ndiye anayehakikisha usalama wa maisha yetu. Kubali leo ndugu yangu kumfuata ambaye
ni mwamba jemedari Yesu Kristo anayehakikisha usalama wa maisha yako, usalama wa maisha yako uko ndani ya Yesu Kristo. Tunalindwa na nguvu zake ambaye ni Yesu Kristo.